Ndugu zangu waumini, la shaka ya kwamba zama tulizomo ni zama tofauti na zama za kabla. Zama za kabla kulikuwepo na nafasi ambayo ilikuwa na uafadhali kadhaa tofauti na zama tulizomo. La shaka ya kwamba sawa na mahala ambapo mitandao iliyopo kwa sasa na kutuhadithia na kutuelekeza, twadhirikiwa na kuonyesha ya kwamba kuna uwepo na urahisi mno kabisa wa mtu kuweza kufikia jambo lolote kwa usahali. Ndugu zangu waumini, katika kadhia iliyokuwa muhimu na ni jambo lenye hatari kabisa, bali hata Allah amelihadharisha mno ndani ya Qur'an, akatueleza katika aya zilizokuwa nyingi tofauti. Miongoni katika hizo ndani ya surati al-Isra, Allah anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, wala usithubutu ukaja kuzungumza yale ambayo usiokuwa nayo ujuzi. Nikiwa na maana ya kwamba katika zama hizi tulizomo, zama za mtandao wa ChatGPT, zama za mtandao wa ChatGPT kumedhihiri na kuwaweza kuwaaminisha hasa wengi katika vijana kuona ya kwamba wao wanaweza wakajitosheleza pasina kuwarejelea mashehe zao katika mafunzo yao na dini yao. Na wengi leo tahamaki, usishangai ukaja ukazungumza katika kundi na kijana, ila utamkuta na kuletea fatwa kadhaa. Unapomuuliza fatwa hii umeitoa wapi, anasema ya kwamba nimeuliza ChatGPT na imenipa majibu kama haya. Ndugu zangu waumini, jopo la wanawazuoni majami' al-fiqhiyya kwa sasa, sawa ni Rabita, sawa na mengineyo, bali wote kwa ujumla wamekusanyika wanawazuoni kutahadharisha jambo la fatwa la muumini kujichukulia fatwa kupitia haya mitandao ya dhakaul istinai, ChatGPT na mengineyo. Ndugu zangu waumini, kwa nini tunasema ya kwamba ChatGPT si shekhe wa kukujibu swali lako? ChatGPT si mufti wa kuweza kukujibia. Ni kwa sababu hizi zifuatazo. Namalizia Sheikh Hassan. Sababu ya kwanza kabisa, jahalatul masdar, kwamba ndani yake kuna udanganyifu wa chimbuko ya yale ambayo unayoyapata ndani yake. Nitasoma tu kwa haraka wala sintosherehesha. Sababu ya pili, kwamba uhatari uliokuwa mno kabisa wa fatwa hizi ambazo tunazoweza kuzipeperusha mitandaoni kwa kupitia hizi mitandao ya kisasa, hasatan ChatGPT na mfano wake, adamu muraati ma yuathiru fil fatwa wa taghyir al-hukm min tabayun al-'adat wal-a'raf. Kwamba ndugu zangu waumini, jambo la fatwa si jambo la kuchezea, la hasha. Ndugu zangu, leo asimama kijana kuhojiana na shekhe kwa fatwa ambayo kaitoa kwa ChatGPT. Shekhe anaambia hili ni haram, anaambia hapana shekhe, nitakupa na dalili. Dalili wapi? Anaenda ChatGPT, anamuuliza ChatGPT, hili unasemaje? Anampa majibu, anamrushia shekhe. Tambueni ya kwamba hili halijuzu. Kwa sababu gani? Kwa kuto kuweza kulinda mipaka ya fatwa na kutazama viathiri ambavyo vinavyoweza kuathiri juu ya fatwa na hukumu, sawa na utofauti wa hali na ada na mengineyo kama walivyoeleza wanazuoni katika vitabu vyao. Sababu ya tatu na kabla ya mwisho nimalizie niseme, taqdimul ma'lumati al-maghluta. ChatGPT ndugu zangu si nafasi ya fatwa, bali tunaenda kupotea. Maneno na yale mafunzo tunayatoa kule ni mafunzo ambayo yamekusanya mchanganyiko wa mambo ambayo usioweza, medama kwamba hauna ule ujuzi wa kutambua haya ni sawa na haya si sawa, hivyo akatupelekea wetu kuweza kupotea. Mwisho kabisa, qad yatarattabu tadribu dhaka al-istina' من قبل القائمين عليه على بعض القناعات والمنطلقات التي تستوجب انحيازا مبدئيا لأفكار وتصورات غير شرعية في كثير من مسائل الفكر والأسرة والعقيدة وغيرها. هو يمتناو نبزان، tahadharini leo kwa utahatari wake, hata kwamba ukawarejelea mashekhe ukauliza juu ya masala hasasa kabisa ya kiitikadi ya mwanadamu. Huyu mtandao imepata kudhihiri na kuonyesha kwamba hata waendesha mtandao wao wanazo hizi kasoro za kutambua, kutofautisha na kuelewa kwamba hili linafaa na ni la uhakika,
bali hili likawa si la ukweli. Ndugu zangu waumini, nihitimishe nikisema ya kwamba malezi ya vijana yanaanzia katika kujielewa na katika kujitambua, na hapo ndipo ambapo utakapoweza kufikia. Wa bihadha alqadri naktafi wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.